walei, tukumbuke ulitunza kanisa, kwa kanisa limejengwa kwenye maadili ya familia, japo limejengwa katika Mei 7, 2026, Askofu Jimbo Katoliki Bukoba Mhashamu Jovitus Mwijage ameongoza mkutano wa halmashauri ya walei Jimbo Katoliki Bukoba. Mkutano ulioambatana na uchaguzi wa viongozi wapya wa halmashauri hiyo, ambapo viongozi waliopita wamekabidhi kijiti cha uongozi kwa viongozi wapya. Katika mkutano huo uliowakutanisha wajumbe kutoka parokia zote jimboni Bukoba, wamefanya uchaguzi wa viongozi wafuatao. Viongozi wa halmashauri ya walei ngazi ya mwenyekiti, nafasi hiyo imekwenda kwake Bwana Vedasto Kamara kutoka parokia Itawa. Makamu mwenyekiti ni Bwana Urbanus Tibubera kutoka parokia ya Rubia. Nafasi ya katibu imekwenda kwa Bi Ana Mushi kutoka parokia teule ya Kibeta. Katibu msaidizi akiteuliwa Bwana Josephat Muchunguzi kutoka parokia mama ya Kashozi. Mweka hazina nafasi hiyo imekwenda kwake Bi Leticia Buberwa kutoka parokia teule ya Kashai. Viongozi hao wapya wanatarajiwa kusimikwa rasmi ifikapo tarehe 24 Mei, siku ya Pentekoste, katika parokia ya Mtakatifu Paul Miki Kibeta, Jimbo Katoliki Bukoba. Baada ya uteuzi huo, baadhi ya wateule walipata nafasi ya kutoa neno kwa waamini, wakiomba ushirikiano wa kila mali kutoka kwa waamini jimboni Bukoba. Hapa tumsikilize mkurugenzi wa utume wa walei Jimbo Katoliki Bukoba, Padre Ferbert Mutalemwa, akizungumzia mkutano huo ulivyokuwa. Jina naitwa Padre Ferbert Mutalemwa, mkurugenzi wa idara ya utume wa walei Jimbo Katoliki la Bukoba. Leo tunamshukuru Mungu, tumeweza kufanya zoezi la uchaguzi wa viongozi wa kamati tendaji ya halmashauri ya walei Jimbo Katoliki la Bukoba, ambapo tumebahatika basi kuwapata viongozi wateule wapya watakaoliongoza jimbo letu katika sehemu ya halmashauri ya walei Jimbo Katoliki la Bukoba kwa miaka mitatu ijayo. Aliyechaguliwa kama mwenyekiti ni ndugu Vedasto Kamara, mzaliwa wa parokia ya Itawa. Alafu aliyechaguliwa kama makamu mwenyekiti wa waka jimbo ni ndugu Urbanus Tibubera kutoka parokia ya Rubia. Katibu amechaguliwa ndugu Ana Mushi kutoka parokia teule ya Kibeta, na aliyechaguliwa kama katibu msaidizi ni ndugu Josephat Mchunguzi kutoka parokia ya Kashozi, parokia mama, na aliyechaguliwa kama mtunza hazina ni ndugu Leticia Buberwa kutoka parokia teule ya Kashai. Basi tunamshukuru Mungu kwa majaliwa hayo ya uongozi mpya, lakini kabla ya uongozi huo tulikuwa na uongozi uliomaliza muda wao. Tunashukuru kwa ujumla kamati tendaji ya halmashauri ya walei chini ya uongozi wa mwenyekiti mstaafu ndugu Saulo Prosper Mamarui, ambaye leo pamoja na kamati yake nzima wamemaliza muda wao na kupisha sasa uongozi mpya unaoingia utumeni, wakishirikiana basi na mapadre na walei wote watawa katika kazi nyeti ya kila mmoja wetu kutakatifuza malimwengu. Na hao viongozi wapya waliochaguliwa wanatarajiwa kula kiapo cha uaminifu siku ile ya Pentekoste tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026 katika parokia teule ya Kibeta, atakapokuwa baba askofu kwa ziara ya kichungaji. Na hapo misa itakayoadhimishwa ndani wake atawaapisha viongozi hawa wapya kamati tendaji ya halmashauri ya walei jimbo na viongozi wa UWAKA, viongozi wa WAWATA jimbo na viongozi wa VIWAWA jimbo ambao wamechaguliwa. Kwa hiyo tunawasihi na kualika hao viongozi kushiriki misa hiyo, na kanisa zima la Jimbo Katoliki la Bukoba. Kazi yetu ni kuwasindikiza katika sala viongozi wetu hawa wapya, kuwaombea kwa ushirikiano
ni mwisho wa siku tushirikiane katika kujenga mwili huo wa Kristo. Ninawashukuruni sana nyote mlioshiriki shughuli hii nyeti. Asanteni sana mapadri kwa ushirikiano wenu kwa kuwatuma wajumbe hawa kufika hapa jimboni, na asanteni sana kwa misaada mbalimbali mliowapa wale waliomaliza muda wao, na sasa tunatarajia hawa wapya tushirikiane nao, tuwaunge mkono basi ili jimbo letu liweze kustawi katika kazi yake kubwa ya kuwatakatifuza watu na kuwapeleka kwa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya kumsikiliza Padre Philbert Mutelemwa, mkurugenzi wa utume wa walei jimbo Katoliki Bukoba, hapa tuwasikilize viongozi wateule wapya wa nafasi hiyo, ambapo kwa nafasi ya mwenyekiti ni Bwana Vedasto Kamara kutoka parokia Itawa na Bi Ana Mushi kutoka parokia ya Kibeta. Wana haya ya kusema. Naitwa Vedasto Rugemalira Kamara, natokea parokia ya Itawa. Naendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uteuzi huo, kwa sababu kama nilivyoelezea wakati na zungumzia, nilisema kwamba uteuzi huo unanifanya nimjue Mungu zaidi, nimpende na nimtumikie. Ni kama ni njia mojawapo ya kwenda huko anakotaka niende. Kwa hiyo nimepokea kama ni baraka ya kunifanya nifanye vizuri zaidi katika maisha yangu, katika kuendeleza utume huu ambao unapendeza. Awali ya yote ufahamu kwamba sio sisi tunaanza. Kuna kamati ambayo ilikuwepo, ambayo leo inastaafu. Matarajio yetu kwanza kabisa yatakuwa ndani ya matarajio yaliyokuwa yameelezewa na kamati ya unyuma, na sisi tutahakikisha kwamba tunafanya vizuri kadri ya mapenzi ya Mungu zaidi katika yale ambayo yatatokea hapo baadaye kufuatana na maelekezo ya uongozi wa jimbo. Tukishirikiana katika uongozi wetu, tutaweza kupiga hatua katika kuinua imani ya waumini kama nilivyoelezea kwa vitendo na kadhalika. Kwa hiyo watarajie kwamba katika uongozi wangu zile VMJ zote, vyama vya kitume, mashirika na jumuiya mbalimbali zitanyanyuka zaidi kuliko zilivyo sasa, kwa sababu hiyo ndio kasia kubwa ya kanisa katika kuweza kulijenga kanisa. Kwa kweli si kitu ambacho nilikitarajia. Kwa hivyo kama sikutarajia, ina maana nilishangaa, nikashtuka. Lakini tayari ukishakuwa kiongozi, kwa sababu system yetu ya uongozi kanisa inafahamika kwamba unaweza ukatoka kwenye jumuiya ukaenda kwenye kigango, ukaenda kwenye parokia, baadaye utaendelea hivyo. Kwa hiyo nilishangaa, sikutegemea, lakini pia ni kitu ambacho kinawezekana kutokea kwa yoyote. Kwa hiyo imekuwa zamu hii, imekuwa bahati kwamba nimetajwa, na kwa hivyo nimelipokea kwa moyo wa shukrani. Ya matarajio si kwamba tuko tofauti na wenzetu waliopita, kwa sababu wao kwa nafasi yao wamefanya kazi kubwa na sisi ni mashahidi, tumeiona na tunaishuhudia. Lakini sasa ninatamani kwamba mtizamo wetu, kama haukuwa hivyo, basi ninatamani mtizamo wetu viongozi ngazi zote, kwa sababu sisi tuko pale juu jimbo, lakini ili tuweze kufanya vizuri tunaanza kufanya kazi na kuanzia na viongozi wa kwanza wa jumuiani huko. Kwa hivyo nilikuwa natamani sisi kama viongozi safari hii tuiishi katiba yetu, katiba ya halmashauri ya walei, hii katiba ya mwaka 2019, ambapo kwenye ukurasa wa kwanza pale inaelekeza kauli mbiu ya viongozi wa Hawaka kwamba nuru yetu iangaze na kutakatifuza malimwengu. Kwa hiyo ninategemea sisi viongozi tusiwe watu wa kujirudisha nyuma,
tusiwe watu wa kuishi kwenye ulimwengu ambao pengine si wa nuru. Tayari tumeshateuliwa, ina maana tayari sisi ni nuru. Kwa hiyo tuanzie hapo kwenye nuru, twende tukalete maendeleo pale ambapo palikuwa panasuasua, twende tukachochee amani pale ambapo ilikuwa inaonekana amani inalegalega, twende tukalete furaha, matumaini pale ambapo palikuwa panaonekana labda pameyumba kidogo. Lakini kikubwa sana ni kumtumikia Mungu. Tumtumikie Mungu kwa moyo radhi. Lakini pia kitu kingine tena, leo tumechaguliwa siku nzuri Alhamis, ambapo tuko kwenye mwezi wa Mama Maria, na tunajua kwamba siku ya Alhamis tunasali matendo ya mwanga kwenye rozari. Kwa mimi ningependa viongozi wenzangu tuzingatie lile tendo la 5 kwenye matendo ya mwanga, kwamba Yesu anaweka sakramenti ya Ekaristia. Tumuombe Mungu atujalie kujitoa sadaka kwa wengine. Kwa hiyo huu uchaguzi au hizi nafasi tuzozipata si kwa ajili yetu sisi, sio fursa za kwetu binafsi, lakini nafasi au ni fursa ya kujitoa sadaka na kuwatumikia wengine. Tusio watu wa kupandisha mabega, tusio watu wa kujivuna kwa nafasi hii, ni nafasi tu ya kujitoa sadaka. Kwa hiyo naamini kwamba kama tunalenga kwenda kujitoa sadaka kwa Mungu mwenyewe, kwa ajili ya jumuiya zetu, kwa ajili ya jimbo letu, basi naamini kwamba mambo yatakuwa mazuri. Basi kwa yote hayo Mungu atusaidie sana, kwa sababu bila Mungu sisi hatuwezi chochote. Wito wako kwa waamini wa Jimbo Katoliki Bukoba, nini unawahasa katika nafasi ya uongozi ambayo mnakwenda kuiongoza? Wito wangu ni kuwaomba ushirikiano. Kwa sababu sisi tuko pale kuwawakilisha, kuwasemea. Kwa hiyo kwa lolote lile ambapo tutawafikia, basi watushauri, watupe ushirikiano ili tuweze tufanye kazi ya Mungu kwa pamoja. Kwa sababu sisi tunaweza tukawa mikono, nyumba ya Mungu inajengwa kwa viungo mbalimbali. Huku kuna kichwa, wale mikono, miguu, lakini sote tunajenga nyumba moja. Kwa hiyo kwa ushirikiano tu tunaweza tukafanya vizuri. Na hao ni viongozi wapya wa halmashauri ya walei Jimbo Katoliki Bukoba, wakizungumza na kuomba ushirikiano kutoka kwa waamini katika nafasi ambayo wanaanza kuitumikia rasmi. Heri kwao viongozi wapya na pongezi kwa viongozi waliopita. Tuendelee kuwaombea kila jema. Mwenyezi Mungu azidi kuwasimamia katika safari yao ya utume wa walei Jimbo Katoliki Bukoba. Niliyekutayarishia makala haya, Patrick Pascal Tibanga ndio langu jina, kutoka Radio Mbiu. Wakulitunza, wakuwafundisha